Maafisa habari wa serikali wametakiwa kutimiza majukumu yao kwa weledi, huku wakiwa kiunganishi kati ya serikali na wananchi. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Mwanza, Saidi Mtanda, wakati wa ufunguzi wa mkutano wa maafisa habari uliofanyika jijini Mwanza. Lakini nimeambiwa kwamba mkutano huu unaongozwa na kauli mbiu inayosema One Nation, One Voice, Communicating Tanzanians Vision 2050, yani taifa moja, sauti moja, kuwasiliana dira ya taifa ya mwaka 2050. Kwa hiyo mimi ninawapongeza kwa kuona umuhimu na kutranslate yale maandishi yaliyoko katika dira ili yaweze kuwafikia Watanzania walio wengi, lakini pia kutumia fursa yenu ya kuwa maafisa mahusiano na mawasiliano ya umma ndani ya serikali na kutranslate dira ya taifa 2050. Ni matarajio yangu kuwa mtatumia vema mkutano huu kujadiliana na kuelimishana kwa kina juu ya mustakabali wa mawasiliano ya serikali kwa kuzingatia dira ya taifa ya 2025. Tanzania inaingia katika kipindi muhimu cha utekelezaji wa dira ya taifa 2050. Dira hii inaelekeza safari ya muda mrefu ya taifa letu kuelekea uchumi imara, jumuishi, lakini pia uchumi shindani, maendeleo ya watu na ustawi wa jamii, pamoja na uimara wa mazingira na stahimilivu kwa ajili ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hivyo dira haiwezi kubaki kwenye maandiko, kwenye maandishi. Tanzania tunayo maandishi mengi sana. Tunahitaji dira hii ipelekwe, isomwe, itafsiriwe na kila Mtanzania ashiriki katika kuielewa, lakini pia kuitekeleza dira ya taifa, asiwepo mtu wa kuachwa nyuma. Na nyie ambao ni kiungo muhimu baina ya serikali na jamii, mnayo wajibu kupitia taasisi zenu kuhakikisha kwamba tafsiri sahihi ya dira inakuwepo na wananchi wanaweza kufahamu. Tunaposema taifa moja, sauti moja, hatumaanishi kila taasisi izungumze kwa maneno yanayofanana kila wakati, la hasha. Taasisi zetu zina majukumu tofauti, wizara zina majukumu tofauti, mamlaka zetu pia zina sheria na majukumu yake, mashirika ya umma yana huduma na bidhaa zao na tofauti, na halmashauri pia zina utaratibu wake. Kinachokusudiwa hapa ni kwamba pamoja na hayo yote ni lazima tuwe na mwelekeo mmoja wa kitaifa ulio sahihi ili wananchi wetu wasichanganywe. Kwa hiyo tuwasiliane kama serikali moja inayotekeleza ajenda moja ya taifa. Mawasiliano ya serikali si kazi ya kutuma taarifa kwa vyombo vya habari pekee. Si kazi ya kupiga picha, mabango, kutundika mabango mengi marefu au kuhudhuria katika matukio na taarifa za kawaida, bali ni dhana pana kama ambavyo mwenyekiti amesema. Sisi sasa sio maafisa habari, ni zaidi ya hapo. Unaposema uhusiano na mawasiliano ndani ya serikali ni dhana pana. Kwa hiyo ni vizuri, na yale ambayo umesema mwenyekiti tutayachukua na tutayafikisha kwa waziri ili yaweze kufanyiwa kazi. Na endapo tukiwa maafisa uhusiano, mawasiliano ya umma, tutakuwa ni daraja muhimu sana baina ya serikali na wananchi. Sera, mabadiliko mbalimbali wananchi wanaweza kuyafahamu yanayotokea kwenye taasisi zenu, kwa sababu tutakuwa na mahusiano nao mazuri, tutakuwa na mawasiliano na wananchi hao mazuri, lakini pia tutakuwa na minzi mzuri ya communication. Kwa hivyo hata message ambayo inalengwa kuwafikia wananchi inaweza ikafika kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo tuendelee kufanya kazi. Nyie ni sehemu ya uongozi.
Nyie ni sehemu ya uongozi katika taasisi zenu, sio tu wanahabari. Habari ni sehemu ndogo sana katika majukumu yenu. Nyie mnao uwezo wa kufanya transformation kubwa katika taasisi yenu, katika taasisi zenu ambazo mnatokea, kupitia kitengo hiki ambacho ni muhimu sana. Jeshi la polisi mkoani Mwanza limemfikisha mahakamani mshtakiwa wa 3 Benson John mwenye miaka 19, mlinzi bouncer, mkazi wa Nyakabungo, kata ya Isamilo, wilayani Nyamagana, na kumuunganisha katika kesi ya mauaji ya mkazi wa Mwanza Mzafuru Faisal Yunus. Mzafuru anadaiwa kuuawa kwa kipigo katika baa ya Las Vegas iliyoko eneo la Kona ya Bwiru, mtaa wa Nyamanoro, wilaya ya Ilemela, baada ya kushindwa kulipa bili ya shilingi 8,000. Hatua hiyo imekuja hii leo Juni 3 mwaka huu baada ya wakili wa serikali Mwanahawa Changale kuwasilisha ombi mahakamani hapo la kutaka hati mpya ya mashtaka inayomwongezea mtuhumiwa huyo ipokelewe chini ya kifungu cha 251 cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 kama ilivyofanyiwa marejeo mwaka 2023 wakati shauri hilo lilipokuja kwa ajili ya kutajwa. Kufuatia marekebisho hayo ya hati ya mashtaka katika shauri la jinai namba 10492 la mwaka 2026, idadi ya washtakiwa wanaokabiliwa na kesi hiyo sasa imefikia 3 ambao ni Yohana Paulo Peter miaka 22 ambaye ni mlinzi wa eneo hilo, Hamisi Juma Musa miaka 27 mfanyakazi wa usafi, pamoja na Benson John miaka 19 mlinzi aliyeunganishwa hii leo. Washtakiwa wote 3 wamepandishwa kizimbani na kusomewa shtaka hilo la mauaji mbele ya hakimu mkazi mwandamizi wa mahakama ya wilaya ya Ilemela, Mheshimiwa Juma Upudo, kwa niaba ya hakimu mkazi mfawidhi Mheshimiwa Christian Mwalimu ambaye ndiye msikilizaji wa shauri hilo. Akisoma mashtaka hayo, wakili wa serikali Mwanahawa Changale akisaidiana na Clara Mohando alieleza mahakama kuwa washtakiwa walitenda kosa hilo mnamo Februari 5 mwaka huu wakiwa katika baa hiyo ya Las Vegas, ambapo wanadaiwa kumshambulia na kumuua Mzafuru Faisal Yunus kinyume cha kifungu cha 196 na 197 cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 kama ilivyofanyiwa marejeo mwaka 2023. Hata hivyo, washtakiwa hao hawakutakiwa kujibu chochote mahakamani hapo kwa kuwa mahakama ya wilaya haina mamlaka ya kisheria ya kusikiliza mashauri ya mauaji ambayo kisheria ngazi hiyo ya mahakama inayatumia kwa ajili ya kutajwa tu kabla ya kuhamishiwa Mahakama Kuu ya Tanzania. Hakimu Upudo amefafanua kuwa kwa sababu mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo, washtakiwa hawatutakiwa kukiri au kukataa tuhuma hizo, na kuongeza kuwa kosa la mauaji halina dhamana kisheria, hivyo wataendelea kubaki mahabusu hadi pale upelelezi utakapokamilika. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Juni 17 mwaka huu saa 4 asubuhi baada ya taratibu za kisheria za kumuunganisha mtuhumiwa huyo kukamilika leo mahakamani, na washtakiwa wote 3 wamerejeshwa rumande kusubiri tarehe inayofuata ya kutajwa kwa shauri hilo. Wananchi wametakiwa kutambua kuwa amani ni mtaji wa kwanza na muhimu katika kuleta maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, kwani huwezesha uzalishaji, ibada za dini hufanyika kwa uhuru na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Wito huo umetolewa na Askofu Mkuu wa Kanisa la Healing Gospel Assemblies of God, John Yakobo, wakati wa ibada ya uwekaji wakfu wa jengo la kanisa hilo lililoko Bomani mjini Geita. Akizungumza katika ibada hiyo, Askofu Yakobo amesema ni muhimu kwa wananchi kutambua na kulinda misingi ya amani
kwa kuwa ndio msingi wa mafanikio katika nyanja mbalimbali ikiwemo kuhubiri Injili, maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa taifa. Hayo mnayoyaona tusingeyafanya. Amani ndiyo mtaji mkubwa ambao mwanadamu anaweza kutumia kujiletea maendeleo. Mahali popote palipo na amani lazima maendeleo yawepo. Na ni ole wa mtu yeyote anayejaribu kuchezea amani. Sisi tusingefurahi leo kama tusingekuwa na nchi ya amani. Lakini kila kilicho chema huwa kinaguswa. Kwa upande wake, katibu mkuu wa kanisa la Healing Gospel Assemblies of God, Godlisten Dia, akinukuu maandiko kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 1, amewahimiza waumini pamoja na magumu wanayoweza kukutana nayo, lakini bado upendo wa Mungu ni mkuu. Kupitishe katika magumu na mazito yale utakayoyapitia, usione Mungu amekuacha. Wako watu mahali hapa, nikutie moyo comrade, mpenzi wa moyo wangu, Yesu ni pendo. Yeye anasema yupo karibu na sisi zaidi ya nguo tulizozivaa. Kwa muda wote ambao pia tumeanza ujenzi wa jengo hili mpaka kufikia hapa tulipofikia, tunamshukuru Mungu ambaye ameweza kutufanikisha kupitia sadaka yako. Baadhi ya waumini walioshiriki ibada hiyo wameelezea furaha yao kutokana na kukamilika kwa jengo hilo la kanisa, wakisema litakuwa kitovu muhimu cha kujenga jamii yenye hofu ya Mungu, maadili mema na mshikamano. Mungu kwa kanisa hili kufunguliwa mahali hapa, kwanza ni sehemu ya furaha yetu, ni sehemu ambayo Mungu tumemwona akitusaidia kwa ajili ya kazi njema mahali hapa tunafanya kwa ajili ya utukufu na kwa ajili ya kizazi kijacho kingine mbele yetu. Ni sehemu nzuri ambayo tunaona zebu letu ambayo liko mahali hapa kwa jina la Healing Gospel Assemblies of God. Tunamtukuza Mungu mahali hapa. Na tumefurahia kuwekwa wakifu kwa jengo letu ambalo ni hekalu tulilojenga. Tunamshukuru Mungu kwa hatua hii tuliyofikia mpaka sasa. Ni hatua nzuri, watu wamejitoa kwa moyo. Uwekaji wakfu wa jengo hilo umeelezwa kuwa hatua muhimu katika kuimarisha huduma za kiroho katika mkoa wa Geita na kuchochea maadili yanayolenga kujenga taifa lenye umoja, amani na maendeleo endelevu. Taarifa ya Joel Maduka kutoka mkoani Geita. Halmashauri ya Shinyanga imeweka mpango mkakati wa upandaji miti na uchimbaji wa mabwawa ikiwa ni juhudi za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Uamuzi huu umezingatiwa kufuatia changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo ukame wa muda mrefu, mvua zisizotarajiwa, hali inayosababisha wakulima kukosa mazao na mifugo kukosa malisho. Kufuatia hali hiyo, baraza la madiwani wamekutana na kupitisha mpango huu ambao unatarajiwa kutekelezwa ili kuwezesha sekta ya kilimo na ufugaji pamoja na kuchochea maendeleo ya wananchi. Huu mpango utakwenda kuwa suluhisho kwa wananchi kwa sababu wameibua miradi ambayo itasaidia, mfano mabwawa, kupanda miti, na wakishapanda miti mvua zitakuja, lakini watamwagilia bustani ambazo watapata pesa kwa ajili ya kujikimu maisha yao. Kiukweli mpango utakwenda kuwa suluhisho kwa wananchi wetu. Hali kwa sasa ni mbaya, na ukizingatia mwaka huu mfano hata kwenye kata yetu hatujapata mavuno ya kutosha kwa sababu ya mvua. Mvua hazipo, yani zilikuwa zinanyesha kwa kusuasua, yani ziko chini kabisa ya kiwango ambacho hakijategemewa. Kwa kweli hali ni mbaya. Kata yetu ya Montini ni mojawapo ya kata ambazo zinanufaika na huu mpango ndani ya halmashauri yetu ya Shinyanga DC. Kwa hiyo sisi hili jambo limekuja niseme kwa muda mwafaka, kwa sababu mabadiliko ya tabia ya nchi yametuathiri sana mno katika hali ya uzalishaji wa chakula, miundombinu na vitu vingi. Kwa hiyo huu mpango ukija na tukafanikiwa, tutakuwa tumenusuru ile hali ya
jamii zetu kwa maana ya kuzisaidia katika miundombinu ambayo itatekelezwa kwenye maeneo yetu. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Shinyanga, Mheshimiwa Seth Msangwa, amesema uamuzi huo umetokana na ripoti mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kwa taifa zima. Kuna viashiria ambavyo sasa vinaonekana kwenye halmashauri yetu, hasa kuwa na mabadiliko ya tabia nchi, mfumo wa unyeshaji wa mvua, joto kuongezeka, lakini kutokana na ripoti ya TMA kwa taifa zima la Tanzania, tumeona ni vyema tukabiliana na hii changamoto mapema kuliko kusubiri itokee na kutoa athari kubwa zaidi kwenye jamii yetu. Changamoto ya ukame, hasa msimu uliopita, kuna baadhi ya maeneo tumekuwa na shida ya upatikanaji wa maji kwa ajili ya mifugo, lakini pia jamii yetu 95% ni wakulima na wafugaji. Kwa hiyo inapotokea mabadiliko ya tabia ya nchi, tunapata shida kupata sehemu za malisho, lakini sehemu za kupata maji kwa ajili ya mifugo kunywa maji. Lakini pia wakulima wanakuwa na changamoto kwenye kipindi cha kilimo, mvua zinakuwa za kukatakata, za kutokuwa na mwendelezo wa moja kwa moja, lakini zingine zinanyesha chini ya kiwango, na kuna wakati panakuwa na upepo mkali unatoa athari ya kuezua nyumba za wananchi, hata miundombinu pia halmashauri. Kwa upande wake, kaimu mkuu wa kitengo cha mazingira Bwana Robert Anatori amebainisha kuwa maeneo mengi wilayani humo yameathiriwa na vipindi virefu vya ukame. Amesema ukame huu umesababisha uhaba mkubwa wa maji kutokana na kukauka kwa visima, hali inayochochea uharibifu wa mazingira, ambayo halmashauri ya Shinyanga imeweza kuchaguliwa kuweza kutekeleza programu hii. Programu hii imelenga kwa ajili ya kuakisi maeneo ambayo yameathirika zaidi na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ambapo kata 4 za halmashauri ya Shinyanga ziliweza kuchaguliwa kwa ajili ya kuanza programu hii. Faida za programu hii zimejikita zaidi kwenye kuibua fursa na vikwazo vinavyotokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kuwawezesha wananchi kuweza kutokana na changamoto kwa kukabiliana na kwa kutengeneza miradi ambayo inakwenda kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Nikiripoti kutoka Shinyanga, mimi ni Sai Matias.